Maambukizi mapya ya ugonjwa wa ukimwi hasa miongoni mwa vijana yameendelea kuongezeka kwa kiasi kikubwa nchini. Kulingana na takwimu za Baraza la Kitaifa kuhusu magonjwa hatari nchini, Kenya iliandikisha maambukizi mapya 19,991 mwaka 2024. Asilimia 74 ya idadi hiyo wakiwa ni vijana. Ongezeko la maambukizi haya yakiendelea kutatiza juhudi za serikali kukabiliana na ugonjwa huo. Mafanikio makubwa yameendelea kushuhudiwa katika vita dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, hasa kupitia matumizi ya dawa ambazo zimewawezesha waathiriwa kuishi maisha marefu na ya kawaida. Hata hivyo, maambukizi mapya yameendelea kuwa changamoto kuu inayokwamisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Kitu inaua na maybe utakataa dawa, ukishakataa dawa hizo magonjwa zingine kama TB ndio zitakupata na utakufa. Mimi nataka ku advise young people like me, tujikubali kitu ya kwanza. Hiyo the only solution. Ukishajikubali utaishi miaka mingi. Mimi nilizaliwa, mamangu alinizaa kwa form 3. Na sasa hivi leo tunaongea kwa 60 good years na bado na meza dawa. Mimi ndio huyo, niko 28 years. Kulingana na takwimu za Baraza la Kitaifa kuhusu magonjwa hatari nchini, mwaka wa 2024, Kenya iliandikisha takriban maambukizi mapya 19,991, vijana wakitajwa kuwa asilimia 74 ya idadi hiyo. Nationally, Kenya is facing a deepening crisis among its youth. In the last year alone, adolescents contributed to nearly 20,000 new HIV infections, with children 0 to 14 years still accounting for 22% of all new infections. Mother-to-child transmission has risen to 9.3%. Ongezeko la maambukizi haya miongoni mwa vijana yakithibitisha haja ya kuelimisha wananchi kuhusu ugonjwa huo, hatua itakayoimarisha juhudi za serikali kudhibiti ukimwi ifikapo mwaka wa 2030. Napoendelea kusema kwamba by 2030 HIV inafaa ikuwe imeisha, kwa nini tunaendelea kuona infections zikienda juu? So siku ya leo nawahimiza watu waendelee kujikinga, tukinge familia zetu, tujikinge sisi wenyewe. Mtu ajue status yake ya HIV, na kwa kufanya hivyo tutazuia hizi virusi. What is killing people is stigma, failure to accept your status. Once you know your HIV status and you accept yourself, you live healthy and happily. Wito umetolewa kwa wananchi kupimwa ili kupata ufahamu wa hali yao ya kiafya, pamoja na kujikinga dhidi ya ugonjwa huu, waathiriwa wakitakiwa kujikubali na kufuata maagizo ya daktari ili kuzuia ongezeko la maambukizi haya. Kama hauna, just maintain and make sure hauna nini. But now kama umezaliwa nayo, tumesema you just accept. Angalia zile njia za kujizuia na hii ugonjwa. Kuna abstain, kuwa faithful to one partner. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.